Wapenzi watazamaji wa hichi kituo, mahala popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye ukumbi wako, ukumbi wa Tanzania News Today, mahala ambapo napata taarifa za ukweli. Wale machawa wa Samia ambao mnaandika arafa za matusi hapa chini, ninawaomba muongeze, kwa sababu mimi unajua sitishwi na sijawahi tishika. Ninawaomba muongeze kuniangalia na muongeze matusi. Sasa mtazamaji wangu, serikali hii ya Samia imeweza kujionea aibu ulimwenguni. Hebu acha nikuulize, Samia anajiona vipi kipindi ambapo wananchi wanamkataa hadharani? Miezi karibia 9-8 imeweza kupita tangia Samia alipoweza kuiba kura na akajilazimisha madarakani. Wananchi bado hawajaweza kusahau kwamba aliweza kujichagua, akaweza kujiapisha katika kambi la kijeshi na amejilazimishia madarakani. Bado wanazidi kumkataa. Sijui ni kipi ambacho Samia atakuja kukifanya ili kuleta taifa pamoja. Mhubiri Gwajima kipindi kimoja alisema hivi: unaweza ukaiba uchaguzi, ukajitangaza kuwa rais, ukajiapisha, lakini kuliongoza taifa ambalo limemeguka, hapo ndipo kuna mtihani. Kwa sababu hautapata muda, ridhaa na amani ya kufanya kazi. Utakuwa unaishi tu kwa uoga. Tarehe kumi mwezi huu wa Julai mwaka 2026, siku ya Ijumaa jioni, serikali ilifukuzwa kwenye tamasha ambalo lilikuwa limeandaliwa katika ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam, Tanzania. Walifukuzwa kabisa na wakakataliwa. Serikali ilikataliwa, serikali ilifukuzwa. Kulikuweko nini katika ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam? Palikuwa pameandaliwa jukwaa la maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava, mahali ambapo wasanii wote, waanzilishi na nyota wa Bongo Flava walikuwa wanasherehekea miaka 30 ya mziki huo ambao umeweza kuchukua mizizi ulimwenguni mzima. Wasanii tajika walikuwa pale, akina Diamond, akina Harmonize walikuwa pale kuweza kusherehekea miaka hiyo. Lakini wasanii walipokuwa wananyanyuka wanajaribu kupongeza serikali, wananchi walikuwa wanakataa. Mfano, Mwana FA alipojaribu kuishukuru serikali, kipindi ambapo anaishukuru serikali, anamshukuru mpaka Samia, wananchi walimwambia hapana, hayo mambo hatutaki hayo mambo, wakampigia kelele kabisa. Akajaribu kuwalazimisha kwamba wasikilize kila ambacho anakisema, wananchi wakakataa katakata. Kutoka hapo kuna msanii, nafikiri ni Harmonize, alipokuwa anazungumza, alipomtaja Makonda alipigiwa kelele. Honorable Mheshimiwa Paul Christian Makonda ni waziri wa habari, utamaduni na michezo. Alikuwa pale. Harmonize alipojaribu kutaja jina Makonda, wananchi walimpigia kelele, wakamkataza kabisa. Ikabidi Harmonize akabadilisha mawazo yake na hotuba yake, ndiposa wananchi wakatulia. Sasa hebu nikuulize mtazamaji wangu,
Huu ni mwezi wa karibia 9, wananchi hawajaweza kusahau. Samia anafikiri kwamba anaweza akaepuka hasira ya wananchi. Makonda na wengine au hiyo baya. Basi. Okay. Sawa. Naomba kusema kitu kimoja basi. Jamani. Tuendelee na bisha. Jambo la pili, nataka niwahakikishie serikali hii ya awamu ya 6 ya tulieni kwanza. Kitu ninachotaka kuambia ni kizuri. Hamtaki show kama hii kwenye arena. Nitaki mpaka mnisikilize. Nyie bana, nataka kuambia tunajenga arena. Miaka 30 ya Bongo Flava. No problem. Wapenzi watazamaji, munaona sasa, huu ndi ule utawala ambao uliweza kujilazimisha madarakani, ukaiba kura, wakajiapisha katika kambi la kijeshi. They are struggling, wana struggle sana kusalia madarakani, wana struggle sana kupendwa na wananchi. Munaona juzi kipindi wananchi walipoandaa Sabasaba, serikali iliweza kujaza polisi kote nchini. Wakahakikisha kwamba hakuna yeyote mwenye alitokea kujieleza. Sasa unahisi ni kwa nini wananchi waliposikia jina Makonda, waliposikia serikali ya Samia walikataa kabisa kusikiliza maneno kama hayo? Mimi ninafikiri ni hivi. Jambo la kwanza, wananchi hawajaweza kuikubali hii serikali ya Samia. Wananchi wanasema kwamba hawakuichagua, bali hawa ni viongozi mchongo, viongozi batili waliojilazimisha madarakani. Tukianzia Samia na vibaraka vyake ambao aliweza kuviteua akina Makonda. Hasa Makonda anajulikana kama ni kiongozi batili ambao walipata mamlaka baada ya kuiba uchaguzi. Wananchi wanasema kwamba hawajaweza kuwapea ridhaa kuwawakilisha. Hapaku kuwepo na uchaguzi wa haki na huru mwaka uliopita. Na hiyo ndio sababu kubwa wanapiga kelele waliposikia serikali na waliposikia Makonda. Namba 2, ukandamizaji ambao unaendelea katika taifa letu la Tanzania, pamoja na zoezi ambalo linaendelezwa na serikali la kutowajibisha wale wote ambao waliweza kuhusika kwenye mauaji mwaka uliopita. Angalia, vijana wenzetu waliuawa mwaka uliopita tarehe 29 Oktoba, tarehe 30, tarehe 1 Novemba. Watu wengi waliuawa, zaidi ya 10,000 kulingana na ripoti. Lakini hakuna hata mtu mmoja mwenye ameweza kukamatwa kwa kuangamiza wananchi hao. Wengine walipotea, walitekwa, walipotezwa. Wengine waliumizwa, lakini hakuna hata mtu mmoja mwenye amechukuliwa hatua kutokana na ndugu zetu kuumia kutokana na manyanyaso kama hayo. Sasa unataka wananchi waweze kufurahia, mtazamaji wangu? Unataka wananchi waweze kusherehekea? Tusemezane ukweli, unataka wananchi waweze kusherehekea? Hawawezi bana, hawawezi. Sasa kutokana na ukandamizaji, manyanyaso, mauaji ambayo yaliweza kutokea mwaka uliopita na haki kutopatikana, hicho ndicho kimeweza kuwafanya wananchi kukasirika na kuwazomea jukwani.
hawatambui serikali ya Samia, kumaanisha serikali ambayo iko madarakani ni serikali gushi, serikali feki, serikali ambayo haina ridhaa ya wananchi, serikali ambayo haitambuliki. Ndio maana wanapigiwa kelele. Namba 3, mimi ninafikiri vijana wengi hawana kazi. Tusemezane tu ukweli. Kuna vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu, wamemaliza taasisi za ufundi, lakini wanaeleza kwamba kazi zinapeanwa kuelekea kwa watoto wa viongozi na kazi zinapeanwa kiupendeleo. Sasa unapata kwamba kuna mwenye ameweza kusoma, yuko na vyeti lakini hana kazi. Unanielewa mtazamaji wangu? Hiyo ndiyo sababu kuu ambayo inafanya wananchi wanapigia serikali ya Samia Suluhu Hassan. Namba 4, kutoachiliwa kwake kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Lissu alikamatwa mwaka uliopita, zaidi ya mwaka mmoja bado yuko gerezani, kesi yake yaendelei. Na kukamatwa kwake, alikamatwa kwa sababu za kisiasa tu. Tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tangia wakati huo hajaweza kupata haki licha ya mashirika ya kimataifa kutaka aachiliwe. Wananchi hawezi ukaniambia tu kwamba hawaoni Lissu anakandamizwa, hawaoni Lissu ananyanyaswa, haki zake zinakiukwa, alafu wenyamaze. Hawawezi. Namba 5, wananchi wanataka katiba mpya. Katiba mpya, hiyo ndio wananchi wanataka, angalau tuweze kusogeza ili taifa letu la Tanzania mbele. Hatuwezi tukaendelea kukwama mahala ambapo tupo, kipindi ambapo serikali haitaki kutupea katiba mpya. Wanatuambia tu kwamba lazima tuwape maridhiano ndiposa watupee katiba mpya. Nani sensi? Mwisho, wananchi wanataka kitu ambacho kinaitwa mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi, ili uchaguzi utakaoandaliwa wakati wowote, hata iwe mwaka 2030, hata iwe kabla hatujafika mwaka 2030, uchaguzi huo uwe wa haki na huru, wa wazi, wa demokrasia. Kuna mifumo ya uchaguzi iweze kubadilishwa, ile ambao wananchi wanaona kwamba ni ukandamizaji, na hiyo ndio wananchi wanataka, ila serikali haitaki kuwapea yenye wananchi wanataka. Iwapo serikali hii ingekuwa inasikiliza sauti za wananchi, hawangekuwa wanashuhudia haya yote, wanakataliwa peupe. Mimi sina mengi, nina imani kwamba nimekwisha waeleza kila ambacho kilikuwa kinajiri upande wa Mlima City, Dar es Salaam, Tanzania. Hakikisha kwamba una subscribe, hakikisha kwamba baada ya kunitazama, hakikisha kwamba unasambaza kanda hizi kuelekea kwa vikundi vingi. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana, tupatane kwa kanda ijayo.